nakuaje, mambo vipi? Ni Mr. T Tambo tena kwenye kipindi chako cha kitaa. Kama nilivyokuambia, siku ya leo nitaingia maeneo ya Buyenzi, nitakuja kuzungumza na mwanangu nguvu sana ambaye ni mwimbaji wa music. Tunataka tupige story 2-3. Leo nikitani Buyenzi kama jinsi nilivyoambia kwamba leo nitaangukia Buyenzi, na saizi nipo Buyenzi barabara ya 9. Nataka kuzungumza na wanangu wa nguvu, ni mmoja kati ya timu ya African Team for Life. Tunataka tupige na story kutokana na kazi zake na nyimbo ambazo wanazozifanya. Na kwa jina anaitwa Robin Pipi Star. Nitazungumza naye bana, ni mwanamuziki na istoshi ni kijana ambaye anaishi Buyenzi. Unakuaje bro? Fresh kabisa. Salama nini? Salama kabisa. Nashukuru kukuona mzee. Na asante sana. Vizuri sana. Bana, nilikuwa nyumbani, na wakati nipo nyumbani kutembea tu kwenye mitandao, ghafla niliangukia nyimbo yako moja ambayo inaitwa Niko Mbali na Wewe. Lakini kabla tujaingia kwenye Niko Mbali na Wewe, huwa kwa kipindi changu cha kitaa napenda sana kuzungumza masuala ya mtaani, vipi tunaishije, alafu tunakuja kugonga mara moja katika kazi zako. Hebu niambie, mchumba wako anaishi wapi kwanza? Kama swali la kizushi. Yaani mchumba wangu wa sasa naweza nikasema kama sina mchumba, maana ni hatari sana kabisa. Maana kusema niko na mchumba kwa muda kama huu ndio nimesema uongo. Yaani saa hizi ni kusema kwamba uko single. Ya kwa sasa niko single kabisa. Na kwa nini umetokea kuwa single? Maana kwa nini nimetokea kuwa single ni kwa sababu kusana na wanawake hapa mjini kwetu ni hatari, si unajua tena. Yaani wanawake wanazingua. Maana wanawake wanazingua huku na huku, pale na pale, maana wanazingua kihivyo yani. Kuna jamaa fulani ambaye nilizungumza naye akasifia sana wanawake wa Buyenzi, kwamba Buyenzi ndio sehemu ya kwanza kuna wanawake wazuri, alafu unaniambia kwamba uko single. Unajua ni kitu ambacho sikielewi. Na kweli Buyenzi wanawake ni wazuri kabisa, tena wanavutia kabisa. Buyenzi ni nafasi ambapo pa kuwa wanawake wazuri, lakini mimi sijapata mwenye napenda kivile Lakini kuna mwigizaji mmoja anaitwa Famba Samba leo kutambia kwamba wanawake wa Buyenzi wanapenda sana kuomba chai 2000 kila asubuhi. Au ndio maana umeogopa unashindwa kutoka nao? Ya kwamba ile chai ya asubuhi 2000 sio kwamba ngoti nakuba kutoka nao. Hiyo ni kawaida kwa mwanamke. Mwanamke anastahili kugharamiwa, anastahili kupewa. Hiyo ni kweli kabisa. Inabidi apewe. Basi vizuri sana. Hapa Buyenzi panasifika sana vijana ambao wana talent tofauti. Halafu kuna jamaa mwingine leo kuniambia kwamba Buyenzi ndio sehemu ya kwanza ambao inasifika wa jamaa kutoka hapa Burundi na kwenda Dubai. Hivi ni kweli? Ni kweli kabisa, maana hapa Buyenzi ukizungumzia kuhusu Dubai, maana hujakosea kabisa. Hiyo ni kweli kabisa. Maana Buyenzi kwa swala la business, swala kutoka Dubai kwenda Maturkia, Amerika, sana ni Buyenzi. Ni Buyenzi kabisa. Vipi wanaume wa Kinama naongeleaje? Wanaume wa Kinama naweza nikasema kwamba sijui maindi zao, lakini sana naweza nikasema ni Buyenzi, sababu wanaume wa Kinama sio sana kama Buyenzi, lakini wenyewe kuna talent zao, lakini Buyenzi ni hatari kabisa. Na ni kazi gani kubwa ambayo inasifika na kuaminika sana Buyenzi kwa vijana kujituma kwenye kazi? Kwanza naweza nikazungumzia hapa Buyenzi kwa vijana. Mara nyingi sana hapa Buyenzi kunatoka wasanii, kunatoka wafanyakazi za mikono hapa Buyenzi kama hivyo. Alafu kuna baadhi ya wanawake wanajitolea shughuli zao za kujipodoa kama makeup. Juu na sister mmoja hapa, sister wangu anaitwa Asisi, kwa makeup ni hatari na milika hapa Buyenzi Sasa mbona Kinama, nilizungumza na mwanadada mmoja akaniambia kwamba Kinama ndio watu wa kwanza kwa makeup. Waje wewe uzungumze Buyenzi. Hapo kuna kitu gani labda? Manake unajua kuna watu ambao wanazungumza baada ya kuzungumza wasikike kama walizungumza. Lakini kusana Buyenzi ukiulizia fasi yoyote, ukisema tu Buyenzi, hata ukimuulizia Diamond Platinum ukimwambia Buyenzi anakwambia dada sana Buyenzi, na anamjua sisi makeup. Diamond Platinum anamjua kabisa, si unajua sisi makeup kwa YouTube. Yaani inamaanisha kwamba hata ngoma yako hii ukija kuangusha video, hata watakao husika na makeup ni ACC au watakao husika na makeup, wakati nitakapoachia ngoma yangu ya video, kwanza atakaika ile fasi ya kufanya ma makeup ACC na video pale Mwansabu, ndio mtu anaamini sana hapa Buyenzi. Unamzungumziaje Olenga? Olenga namzungumzia vizuri kutokana na kazi zake, kisi naenda vizuri na anafanya vizuri na watu wanamsifia pande zote, kwenda Buyenzi, Kinama, Buterere, Kanyosha, Mtakura, Kamenge, pote wanamzungumzia fresh. Bana, kama jinsi ulivyozungumza kwamba kabisa Buyenzi nini mambo ni mazuri, kitu gani ambacho kikiongezeka hapa, yani hapa Buyenzi tunaweza tukapasau kabisa na pakakuwa mtaa mwingine mkubwa sana kuliko mitaa yote? Kwanza Buyenzi ningependa kuzungumzia kitu kimoja. Kwanza ningependa kuwapa watu, ningependa kufikishia watu message kama support zao kwanza zinahitajika kwetu sisi kama wasanii. Wawe na support kubwa kwa sisi, sababu Buyenzi toka zamani ilikuwa inafanya vitu vizuri na inaendelea vitu vizuri, lakini ikiendelea ile juhudi ya kumpa mtu bidii ya kufanya kazi, watu wanafanya kazi. Bana, wewe ni mmoja kati ya African Team for Life na niko naye hapa Robin Pipi Star. Nataka kuzungumza naye kutokana na issue yake ya music, alianzaje, upate kujua matatizo ambayo anakutana nayo ili kuweza kuhakikisha kazi zake zinasikika kwenye mitandao. Bana, Pipi, Robin Pipi Star, kwa nini hiyo Pipi Star?
Ya kwanza mimi ni mwanamuziki na nimeanza muziki katika hali ngumu kabisa, lakini ningependa kumshukuru Gentrino. Ni mtu ambaye amenielekeza kimuziki na ananionyesha njia kabisa kufanya music. Na hiyo Pipi Star ilikujaje ukakaa chini ukatunga ukasema kama natakiwa nijite Robin Pipi Star? Nani alikupatia idea au ilikuwa vipi hadi ukajipanga hilo jina? Ya kwanza nyuma ya hapo mbele kwanza ya Pipi Star nilikuwa naitwa Robin sababu nilikuwa nacheza mpira, alafu a partir ya kuniita Pipi Star, kwanza Pipi Star ni mafanzi ndio ameniita katika mpira, ndio akaniambia huyu jamaa anastahili kuitwa Pipi Star. Yaani kwenye mpira wewe noma. Kwenye mpira mimi ni balaa, maana kama Robin maana kipiga chenga hivi watu wanazubaa kabisa. Na ilikuwaje sasa ukaona kwamba football wachane nayo na ujishughulishe katika masuala ya music? Football kusema niachane nayo, kwanza nilikuwa na matatizo ya kuchomoka mkono. Maana ningecheza mpira mkono unachomoka, nikasema mimi siwezi tena mpira, lakini Gentrino nikawa nimemwadisia hiyo habari, ndio akanishika mkono akaniweka kwenye muziki. Lakini kwenye muziki nimeanza kufanya tetesi fulani, nikaanza kuimba, kana baadaye una talent ya kuimba inabidi uimbe, ndio nikatunga muziki Niko Mbali na Wewe. Na kama Gentrino ndo alikushawishi wewe kabisa uingie kwenye music na kuanza kufanya hivyo. Je, kuna nyimbo yote ambayo tayari umeshafanya naye na ukaweza kuitoa au kama hujafikiria kufanya naye nyimbo unafikiria nini hadi sasa? Manake mpaka sasa tunaongea niko na nyimbo mbili. Nyimbo ya kwanza Niko Mbali na Wewe, alafu nyimbo ya pili Nilipotoka Home. Manake Gentrino muziki wa tatu niko serious kufanya naye muziki wa tatu niko na Gentrino. Inamaanisha hivi kwa vile ulivyoanza sasa masuala ya music, inamaanisha kwamba football tayari umeacha au vyote unavichanga? Ya football sio kama nimeacha, lakini nimetulia kwanza nifanye kwanza music sababu usio kufanya kazi mbili moja itakushinda. Ndio maana nimeona acha nifanye kwanza music, lakini mpira mazoezi nafanya kama kawaida. Na vipi, una ndoto gani? Kwa sababu sasa hivi mwaka 2020 tayari umeshaisha. Kwa hiyo sasa hizi kila mtu anajipanga kutokana na mwaka 2021 ya kwamba mimi natakuwa ni hivi, nipange plan yangu. Vipi career yako ya music umeipangaje? Maana career yangu ya music kwanza ningependa kwa support mafans ambao wanafuatilia mambo yangu ya music, sababu nimeanza kupost hapa juzi kati YouTube. Naona views zinasogea na watu wanafuatilia, masubscribers zinakuwa nyingi kama hivyo. Huko mbele kama 2020 inshallah Mungu akipenda na imani nitafanya mambo mazuri na mafans wangu wote watafurahi katika mambo niko napanga kama hivi. Na toka uanze music tayari umeshafanya show, na ni show ngapi ambazo umeshagazifanya? Maana yake kama gisi nishaanza music niko na show kama 7 hivyo. Hizo tayari umeshazifanya? Nishafanya show, nimepiga show 2 pale Lycée du Lac Kermesse. Nilipiga show hapo Buterere ya kwanza, nilipiga show pale ya Sheka Buterere, na hapo barabara ya 10 Tribunal nishapiga show kama hivi. Labda swali lingine ni kwamba kutokana na show ambazo tayari wewe umeshazipiga, wakati ulikuwa kwenye stage uliona watu wanaipokeleaje ngoma zako? Maana ningependa kwa support magisi niliongea mwanzo mafanzi na mashabiki. Wakati nimeingia turu ya kwanza mshow, pale MC anaanza kutaja Robin Pipi Star, anataja tu jina, watu wanapiga kelele vigelegele sana pale kwenye show, wanapiga fujo kweli kweli. Mpaka mimi niko pale mbele naweza kushika mic naweza kuimba pale raha sana kabisa. Basi kwa ufupi labda ukinipatia na mimi hiyo raha inaweza kuwa vizuri, nipe akapela kidogo ya ngoma yako, labda niweze kujua kwamba Pipi Star ni mwimbaji mkubwa sana. Ya ningependa kubaka akapela kwanza ngoma ya kwanza Niko Mbali na Wewe, alafu nyingine ya pili nitakupa baadaye kidogo. Kila usiku na mchana namlilia Maulana ili tuweze kuonana, tusije tena kuachana. Nitafurahi na kujidai, ule upweke nitasema bye, waliosema mimi sikufai nitarudia mama tu wa surprise. Niko mbali na wewe oleye, kama hiyo yani. Asante sana mzee, nakubali hiyo. Hiyo tayari kwa YouTube au vipi? Ya hiyo tayari kwa YouTube, mpaka sasa tunaongea kwa YouTube na Instagram. Na tukizungumza kwamba saizi wana music wengi huwa wanakuwa wanasambaza kazi zao sana sana kwenye mitandao ya kijamii, sana sana YouTube. Basi mtu akitaka kusikiliza ngoma zako atazipata kwenye channel ipi ya YouTube? Maana yake akitaka kupata ngoma yangu kwanza anaandika pale Robin Pipi Star Niko Mbali na Wewe kama song gisi inavyoitwa, na ngoma ya pili inaitwa Nilipotoka Home, jina ni lile Robin Pipi Star. Na baada ya watu kuingia kwenye channel hiyo na kusikia ngoma yako, kitu gani unawashauri? Maana kitu ambacho nachowashauri, kwanza ningependa kuwashauri wabaki wanafuatilia mambo yangu na kazi zangu ambazo nazifanya za music, na napenda sana, nafurahi sana, na nitazidi kuwashukuruni kama gisi wanavyofuatilia kazi zangu za music. Bana, Buyenzi ndio nyumbani na hapa ndio unapofanyia kazi. Vipi washabiki hapa Buyenzi inakuaje? Unao wa kutosha au vipi?
Maana naweza nikasema Babu Yenzi mashabiki ambao niko nao ni kama mashabiki ni kama niko na mashabiki 40,000. Safi. Nakubali sana. Yaani tayari hapo umeshanikubalisha. Ni hatari nikifika hapa ni kama nikiingia kwenye show watu wanapiga kelele kweli kweli. Kama mashabiki nikiona Babu Yenzi nikasema tu ni mashabiki 40,000. Ndio niko nao hapa Buyenzi. Yaani ukipiga show hapa Buyenzi 40,000 alafu nikipiga show tickets show ni ya saa 12 saa 3 asubuhi zinakuwa zimeisha. Hongera sana mzee. Asante. Alafu leo nimependa kwa sababu tuko kitaani vipi? Kwa umati wa watu kuna shabiki wako hata mmoja ambaye naweza nikapiga naye story hapa tukazungumza naye. Nikiwatazama sasa kapiga naye pale aitwa Nzoko Nzoko. Alivaa triko ya taifa unaweza kumuita ina tatizo. Bwana Nzoko Nzoko sorry kidogo nikuongeleshe mwanangu. Bwana Bibi Star bado hatujamaliza hapa inakuwaje mzee? Uko poa? Poa kabisa. Na fresh sana. Safi kabisa. Bwana wewe unamkubali? Sana ndio mtoto tunaye hapa. Unamjua lakini vizuri sana kabisa ni African team Pipi Star. Tayari na timu unajua. Vipi unamkubali asilimia ngapi? Huyu anaweza. Sio pa kusema kwa batisha huyu anaweza. Na kitu gani ambacho unamtakia labda katika kazi yake ya music? Kumtakia mimi ya gisi mtu unaanza ngazi ya juu kesho atakuwa chini. Hata Diamond alianza hivyo. Anaanza chini alafu anapanda. Anajua. Na kitu gani ambacho unamuomba yeye afanye kwa sababu mnaambia kwamba ana fans wengi sana hapa Buyenzi na anatamani afanye show kubwa na ili iweze kumuongezea kipato katika kazi zake. Kwa hiyo kitu gani ambacho unamshauri? Kitu ni juhudi na nia. Kitu kishafika nia kwenye nia pako njia. Gisi anapanda watu kesho wanamdharau, kesho yake unaweza kuona ule Pipi Star unasikia unashangaza watu yani. Na kita show wazako ka show na ikakuwa fresh yani. Kitu ni nia yani. Kila mtu alianza ngazi ya chini mpaka panda juu. Na nyinyi kama wafanzi wake kitu gani ambacho mmekiandaa juu yake? Kitu basi ni kumsupport. Kianafaa kiwa kizuri tutasema safi yani. Asante sana. Bwana nashukuru sana. Sema jina lako ndio kuuliza kwa sababu amelizungumza labda wewe mwenyewe ungezungumza ingekuwa vizuri. Mimi naitwa Soko Nzokora yani. Soko Nzokora. Lakini inaonekana kama wewe ni mwana soka. Mimi mwenye chama acha mwana soka yani. Katika African team for life. Asante sana. Shukrani. Tuko acha basi rudi kwa kidogo nipe akapela nyingine nikubalishe. Bwana Pipi Star nimeona kabisa umekubalika mzazi. Kabisa kama kisi nilivyokuambia ni kama hivyo. Na unaweza kanionja tena kionjo kidogo cha ngoma yako ambayo unaandaa? Nataka kuonja kionjo kidogo kwa ngoma yangu ambayo niko naandaa kwa sasa hivi. Moja mara mbili mara tatu mara sita kila nikipita Ukraine mina sit watu wananita mimi Laden wakati mitikasi yangu ni ya garden watu wananita mimi ni mlandumu sipendi kula ndumu nitoke kama kidumu. Vizuri sana. Sasa unaona na rap mzee. Vipi ushaga huko kaa chini na kufikiria wana hip hop hapa nyumbani? Wana hip hop ni kama siwezi nikasema kama sana nikawafikiria sababu mimi niko na mambo mengi sana mkichwa mbona nifuruga. Kabisa. Zile featuring zipo mzee. Sipo lakini kwa sasa hivi featuring ambayo nikwambia kwanza ya mwanzo ilikuwa na Gentrino ndio maana wengi sijawafikiria kivile. Vipi Bface? Unamkubali katika hip hop? Bface naweza nikasema kama namkubali lakini sio sana kivile yani. Namkubali lakini sio sana. Baada ya huyo jamaa ambao unataka kufanya naye collab, ni msanii yupi mwingine ambaye hapa nchini Burundi ambao unamkubali na unatamani kesho yake uje kukutana naye na mfanye naye kazi? Maanake msanii ambaye niko na kama future usema nikutane naye kwanza kabisa kama nakubali kivile sana ni bwana Satb. Ndio nakubali kivile sana kimuziki. Satb ni fan sana wa ITV yetu. Najua kama atapata kusikia habari yako. Na ikiwa kama unapata nafasi unakaa na Satb mnaongea mnataka kufanya naye nyimbo unaweza kaipa title gani? Kwa sasa siwezi kusema kama sasa hapo si wafanzi wako wanakutazama labda wadokezee. Maanake nyimbo ambazo sasa nikapanga juu sasa nikasema umeniponza. Umeniponza ndio nyimbo ambazo sasa nikasema sasa nikaandaa kwa haraka kwa sasa hivi. Na ni nyimbo gani ambayo unaikubali sana yake ya Satb ambayo ilikushawishi wewe hadi umfikirie sana? Maanake nyimbo ambayo nimekubali sana sasa nikasema ni nyimbo inaitwa Nyandika. Ile ngoma nimekubali kabisa. Naikubali kabisa ngoma. Kwa nini sasa wasanii wanashindwa kusapotiana? Yaani nyinyi kwa nini mnashindwa kusapotiana? Naam, kwanza hapa kwetu Burundi wasanii hawapende kusapotiana kivile lakini wana bifu za kijinga. Unaona kama Watanzania wana bifu za maendeleo. Unakutana mtu anamwekea bifu huyu jamaa ametoka, huyu jamaa anatoka, huyu jamaa anaweza anajua. Unakutana mtu anamdidimiza mwenzake hata muziki wake haupigi wala hamsupport kama anajua kuimba kama hivi. Na kitu gani sasa unawashauria wasanii waende kubadilika mwaka ambao unaokuja? Kwanza ningependa kuwashauria wasanii wabadilike na pia mimi kiwemo tubadilike na tusapotiane ili muziki wetu usogee mbele. Kwanza nikitazama muziki wetu wa Burundi sana umerudia nyuma kabisa. Sababu gani unajua umerudia nyuma? Kwanza zile bifu za huku na huku alafu bifu hazina hata maendeleo. Unakutana hata washabiki wa Fizo wanashindwa hata kusubscribe channel ya Satb na kuwa ni kitu ambacho kinaumiza. Kwa hiyo wewe unaomba nini washabiki wote wa muziki kwa ujumla kutokana na channel yako ya YouTube?
Kwanza ningependa kwa mashabiki asiangalie fulani tuna beef, fulani atuongee, fulani tuna beef nini. Unabidi una subscribe tu kama vile unaingia unaangalia views pale fresh tu, ni support yani muziki wetu wa Burundi uendelee mbele kama kisa Tanzania unaendelea mbele. Yeah. Bwana nashukuru sana kunipa nafasi na kunipa na muda ili tuweze kuongea mawili matatu kutokana na kipindi chetu cha kitaa. Sijui kama siku nyingine tukikuita ofisini unaweza ukaja. Ya sasa nikaja kabisa bila kinyongo, kilo safi, kilo baridi, mimi nakuja. Ya. Asante sana mzee. Asante kabisa, asante pia. Bwana huyu hapo alikuwa ni Robin Pipi Star ambaye nilikuwa nikizungumza naye. Nipo mtaa wa Buyenzi hapa maeneo. Unajua kwamba sisi tunanyapia katika mitaa yote ile ili kwenda kupiga story na washikaji na watu ambao wana talent. Ikiwa umemsikia Pipi Star, tunaomba uweze kutoa support yako na uende kwa channel yake ya YouTube, andika Robin Pipi Star, utamkuta kwenye channel, usikose kusubscribe channel yake. Itakuwa vizuri sana. Basi bwana, la mwisho ni kwamba mimi nimejimalizia zangu na hivi naelekea maeneo kutafuta washikaji wengine. Usikose kusubscribe channel yetu ya Ndundi TV, pana kuja alama ya kengele, bonyeza hapo ili kwanza kuwa napata notification zote. Ni Mr. T Tambwe kwenye kipindi chako pendwa sana cha kitaa. Asante sana mzee.